Vijana ile ya daktari katibu mkuu tamwachia yeye. Anajua anavyoiweka. Ndugu mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa na mgombea wa nafasi ya urais hapa ni Rukwa. Na kama nilivyokueleza juzi, Rukwa hii ilikuwa ni pamoja na Katavi ndani ya mkoa mmoja. Mheshimiwa, naomba niseme kidogo. Kihistoria, mkoa huu ulikuwa unahesabika ni mkoa wa pembezoni. Na kweli ulikuwa pembezoni. Tulikotoka huko kusafiri kuja Sumbawanga, ilikuwa kazi kubwa. Lakini kusafirisha bidhaa kutoka huku kupeleka Dar es Salaam kwa walaji, kupeleka mahali popote, nayo haikuwa rahisi. Halikuwa tu na barabara za lami, ilikuwa ni barabara za udongo. Leo angalau una barabara ya lami inatoka Tunduma unafika mpaka Sumbawanga. Kama itoshi, unatoka Sumbawanga kwa lami unakwenda mpaka Kibaoni tulipopita juzi. Ndio maana kelele ulisikia pale, jamani malizeni ka barabara akatuunganisha sasa na Katavi kwa maana Mpanda. Litakuja na haliko mbali. Makadirio yalikuwa ni kwamba unaposafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Sumbawanga ni karibu kilomita 2000, maana ilikuwa ni 1700, 800 something like that. Sembuse kwenda mpaka Mpanda. Kwa hiyo kwa kweli mkoa huu tulikuwa backward. Tulikuwa nyuma sana. Kielimu vile tulichelewa. Na hatuna sababu ya kumlaumu yeyote. Mazingira yenyewe yalikuwa magumu sana. Leo Waziri wa Kilimo anatuambia Rukwa ni mkoa wa pili katika uzalishaji wa chakula baada ya Ruvuma. Mkoa huu, Mheshimiwa Rais, tukiupambia vizuri, mkoa unaweza ukalisha kuliko hata tunavyofikiria, kwa sababu ardhi yake ni nzuri, wana hali ya hewa nzuri. Tunachohitaji sana ni kufungua hii milango ya miundombinu ya barabara upande mmoja, na huko nyuma watu walikuwa tunaota mpaka reli. Tulikuwa tunatamani reli ije mpaka Sumbawanga. Kwa sababu mahindi yako huku, kuna vyakula vyake. Ukitaka ufuta, taka nini, ulezi, vilikuwa vinatoka huku. Kwa hiyo sifa iliyovuma sasa, Rukwa wachawi watupu. Hivi kweli mama hapo unaona sura ya mchawi kweli hapa? Hakuna. Ilikuwa ni mambo tu kwa sababu ya mazingira yaliyokuwepo wakati ule. Vifo kwa kina mama na watoto vilikuwa juu sana kama tulivyoambiwa. Lakini huku majibu yalikuwa ni karibu. So kifa kidogo wao Kalogwa na Pinda huyo. Na Pinda wanaanza kumshughulikia. Huko sasa jamani, Rukwa tumetoka. Sawa Sasa tuzungumze mambo haya ambayo leo tumeyasikia. Ni mkutano kweli wa uchaguzi. Kwangu mimi leo nimesema ni darasa kutoka kwa viongozi walioeleza mambo mengi na mazuri sana. Nataka niwasihi. Kitu cha kwanza, pamoja na maendeleo ambayo mnayaona yapo kidogo, tutamani yawe bora zaidi hata kuliko hasa. Na ili tufanikishe, lazima turudi tena kwenye umoja ambao ndio unatusaidia kujenga mambo ya maendeleo kwa urahisi zaidi. Tumemaliza kura za maoni. Kura za maoni nazo zilikuwa na kampishe hivi.
We bwana, sasa limekwisha hilo. Sasa hivi tunazungumza miaka 5 hii ijayo. Tunamtaka Rais Mama Samia Suluhu Hassan awe rais wetu, aweze kuturusha kutoka hapa. Wanarukwa. Mheshimiwa, huko tulikotoka tulikuwa na kauli karibiana na hii, lakini ile ilikuwa tofauti tu kidogo. Ulikuwa ukisema Rukwa, anakuambia ruka. Kwa nia nzuri tu. Sasa siku moja bwana mmoja kaniparamia, sasa ndio mnaruka kwa ungo. We bwana, hayo mambo hayapo, hadithi tu. Kwa nataka niwasihi sana umoja, mshikamano. Niwaombe wabunge hawa. Mmewasikia walivyojieleza vizuri sana. Tutafute kila namna hii timu kwetu sisi iwe ni kitovu sasa cha mawazo positive ya kututoa hapa tuenze kwenda mbele. Na uwezo huo wanao. Ni kweli kila mmoja na jimbo, lakini jimbo ndani ya mkoa wa Rukwa. Waheshimiwa wabunge wangu watarajiwa, jengeni umoja mkubwa, tafutani kila mbinu ya kukutana mara kwa mara kama timu moja. Tuangalie baadhi ya mambo, hata leo tumepata mambo mengi tu ambao baadaye mnaweza sasa mkaja na mtazamo mmoja. Mkileta kwa mkuu wa mkoa na chama halina shida, tutatoka hapa. CCM oye! Kila mbunge awe ni mwalimu kwa madiwani. Hata kama diwani huyo alikuwa hakupendi wakati unagombea, yamekwisha. Huyo sasa ni diwani na wewe ni mbunge. Kaeni pamoja tuzungumze maendeleo ya watu. Ndio maana mara zote wahenga walikuwa wanasema ukifika hatua kama hii, sasa sema tu yaliyopita si ndwele, sasa tugange yajayo. CCM oye! Wanarukwa, tumemsikia waziri wa maji, tumemsikia waziri wa kilimo. Angekuwepo waziri wa mifugo na yeye angezungumza lugha hiyo hiyo. Huyu mheshimiwa huyu, ndani ya miaka hii 4 sekta zote hizi za uzalishaji bajeti yake imepanda sana. Ndio maana mnaona vitu vingi vinakwenda vizuri. Ana dhamira ya kweli ya kutaka maendeleo kwa ajili ya wananchi wake. Bahati nzuri na mimi nilikuwa huko. Mheshimiwa wewe ameingia madarakani, kilimo uti wa mgongo, wa mtu wa mgongo. Ka budget alikokakuta wakati ule ilikuwa kama bilioni 265. Na hapo eti ndio tumejitahidi wakina Yahya. Ameingia pale. Akaona hapana. Uwezi kuwa na bilioni 200 ukasukuma kilimo, wengine wako Rukwa, wengine wako Kigoma, sijui wapi. Akaanza kutafuta namna ya kupata pesa kukuza uwezo wetu. Huyu mama mpaka tunaingia mwaka huu anazungumza kilimo peke yake tu trilioni 1 sijui na pointi ngapi. Sasa najua kwa wazee wengi ukisema trilioni anasema mmesemaje? Na mimi sijui, mimi najuaga tu trilioni basi. Mapesa mengi. Ndio hayo naona yanatembea, yanaleta hiki ya ruzuku, pembejeo, nini. Ni kwa sababu budget sasa ndio inatusaidia kutupeleka huko. Niko naangalia kwenye ilani ya uchaguzi baadhi ya mafanikio. Ameingia 2021. Alipochungulia nyuma 2020 akakuta mapato yanayotokana na kodi tu tulikuwa na trilioni kama 20. Akaona haiwezekani. Mpaka tunafika mwaka huu yeye kayuko karibu trilioni 30
trilioni 10 ndani ya kipindi hiki. Sasa jambo hilo jamani si dogo. Si dogo, ni kubwa sana. Umahiri wa mama wakati mwingine unaweza kwa utafsiri vingine, lakini ni mtu mwenye nia njema sana. Wakati amesimama kwenda mbugani huko kwa wanyama, watu tulikuwa tunasema anakwenda kutalii. Kumbe wala haukuwa utalii. Amekwenda kule kwa sababu aliona bado tuna uwezo wa kuleta watalii wengi. Lakini ndo hakuna 2020 yenyewe tulikuwa watu kama watalii milioni 1 na zaidi kidogo. Leo tunazungumza watalii milioni 5 na zaidi ndani ya kipindi hiki. Na ukizungumza watalii hao, maana yake kuna fedha zimetokana na kuja kwao hapa. Watakula hapa, watalala hapa, watanunua hiki. Huyo ndio Mama Samia. Rukwa oye! Majuzi hapa, sitaki niseme nani, lakini nikakubaliana naye. Anasema Mama Samia ni zawadi ya Tanzania kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sentensi ile nikaitazama nikasema hatuna sababu ya kubishana, maana mimi sijui jamaa huyu kaitoa wapi hiyo sentensi. Lakini ni kwa matendo yake. Ni mtu wa vitendo, na akifanya jambo analifanya kwa dhati. Sasa kazi iliyobaki ni moja tu. Tumpe kura zote huyu mama, zote. Kura zote kabisa. Hebu rudia tena hapo. Asante. Na vijana tumpigie kura za dhati kabisa. Takachowaomba tarehe 29 ile, kila mmoja wetu amka, nenda ukapige kura. Kama mbunge alipita bila kupingwa, kanuni inataka ukampigie kura hata kama alipita bila kupingwa. Kwa hiyo awe amepingwa awe hakupingwa, lazima apigiwe kura. Vivyo hivyo kwa diwani. Amepita bila kupingwa? Hapana. Kapita kwa kupingwa au hapana, lazima apigiwe kura. Na kura ninayoitafuta hapa mimi ni kura ya kukipa ushindi Chama cha Mapinduzi. CCM oye! CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti wetu na mgombea wetu, sitaki watu wasahau yaliyosemwa hapa. Ni mambo muhimu sana. Mimi nataka niongeze mawili. Moja, ulipokuwa umenituma kuja huku, nimepata bahati nikaenda kutembelea bandari ya Kasanga. Bandari ya Kasanga inaweza kuwa na mchango mkubwa sana, kwa sababu inaunganisha nchi nyingine ambazo ni kusini mwa ziwa, lakini vile vile ina mwanya mkubwa sana wa kuunganika na bandari nyingine za Karema mpaka Kigoma. Kwa bahati mbaya sana Mheshimiwa Rais, hali niliyoikuta pale si nzuri. Niliuliza maswali mengi lakini sikupata maelezo mazuri. Nikawa nafikiria hata magari nayo ukuta Tunduma pale, wakati mwingine mnakaa watu masaa mawili. Barabara ya lami kuja mpaka Sumbanga ipo. Nataka tu barabara ya kuteremsha kwenda bandarini pale Kasanga.
mizigo mingine watahamishia huku iende kwa meli, kwa sababu ni rahisi kuipeleka Malawi, Zambia na sehemu nyingine. Sasa kwa hili tutaireflect kwenye karipoti ketu, lakini naomba tu pande wako na wasaidizi wako, nataka mlitupie macho hili jambo la bandari ya Kasanga. Bandari ya Karema ilishakamilika. Tunachongoja pale ni reli ya SGR toka Kaliua mpaka Karema, kilomita 360. Karema na Kasanga ni wale wale, na Karema na Kigoma ni wale wale. Unachofanya hapo, ukiteremka chini unakumbana na upande wa jirani zetu. Na madam meli hizi meamua kuzitengeneza nyingine kubwa kweli kweli, tunaweza tukaleta mabadiliko makubwa sana. Kwa niombe bandari, lakini niombe kabarabara, sijui atakanzia wapi, mwenyekiti atajua mwenyewe. Kaende kakateremke, tukaunganishe bandari ile na barabara angalau ya lami, ili tuweze kukuza uchumi kwa kadri itakavyowezekana. CCM oye! Alozi yalipo kweli? Wachawi wapo kweli? Wangapi mnasema hawapo? Sasa siku hizi akikuuliza mwambie kwenda huko mpumbafu wewe. Si tunazungumza nini? Maendeleo. Kangu ka mwisho sasa. Kaswala kangu ka mwisho. Ndugu zangu wa Rukwa, elimu ndio ufunguo wa maisha. Nimekuwa napata ripoti nzuri tu za kutosha, lakini nataka niseme hili ili viongozi wangu wa mkoa na chama tuone namna ya kusukuma hili jambo kwa nguvu zaidi. Sasa hivi kwa taarifa za kitaifa, vijana wote wanaofanya mtihani wa kuwapeleka form 1 kidato cha kwanza 2025 tumeshafikisha ni 100%, wote wanakwenda. Hoja yangu iko wapi? Hoja yangu iko katika masomo yanayosemekana kwamba ndiyo yamempeleka huko: historia, jiografia, sijui nini, English. Jamani, ulimwengu wa sasa sio huo. Mimi nataka niombe sana mheshimiwa mgombea, mkoa huu ambao nisema huko pembezoni, na tulikuwa tunakuwa counted kwamba ndili mkoa backward, mpaka tulipoanza kutumia nguvu kubwa kwenye kuzalisha. Ni mkoa vile vile ambao kwa sababu hiyo hiyo walipokuja nazungumza masuala ya lishe, utapia mlo, mkoa wa Rukwa tunaongoza na ati mkoa wenye vyakula hivi. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Nataka niombe viongozi wa mkoa, hebu tujikite katika elimu ya sayansi. Tuone tuna shule ngapi za sekondari ambazo zitatupa vijana wasomi kwenye eneo hili. Utapata madaktari humo, utapata maafisa ugani wa kilimo, uvuvi, nini. Jamani, akasinda kambuzi kanafagia pale kalipo lala. Mkipata wasomi wa huku moja kwa moja, na kauchungu ka nyumbani kapo, upendo ule wa nyumbani upo, watatuinua zaidi na zaidi na zaidi. Nashukuru tu mama, ulikuwa mtu akichaguliwa kazi amepangiwa Rukwa, anakwenda anasema mke wangu ni mgonjwa sana, anatibiwa mahali fulani, na walikuwa ni waongo, anapata mpaka kikaratasi kuonyesha kwamba mkewe kwenda anatibiwa hospitali kubwa, ila haji. Hoja ilikuwa ni kwamba Rukwa hakufai.
leo Mheshimiwa Rais, wanaokuja huku wakikuta kwanza hali ya maisha yenyewe, ugali upo kwa wingi, mchele upo kwa wingi, tena kwa bei nafuu, ukitaka masamaki, hakuna mtumishi anayetaka kuhama huku. Na akiombwa hama nasema naomba radhi sana, nina commitments nyingine sijamaliza. Kumenoga, lakini mimi natamani kunoge zaidi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! Angalau nitoke na faraja. Wangapi mtampigia mama yangu Samia Suluhu Hassan kura zote kabisa? Kwa hiyo mnapiga kura, halafu haya, wabunge wetu wangapi hapa mko tayari kuwapigia kura wote kabisa? Mambo bomba. Madiwani pale katikati, mbona sioni mikono? Kumbe walikuwa wamesahau tu. CCM oye! Asanteni sana. Namshukuru sana mwenyekiti wa chama mkoa na timu yake kwa haya makubwa walioyafanya. Kwa kweli mimi nimefarijika, sijui Mheshimiwa Rais, lakini mimi nimeridhika kama Mwanarukwa kwamba kazi ya kutosha imefanyika. Na kwa wananchi wote, asanteni kuwepo kwenu. Na mimi kama Mwanarukwa mwenzenu leo nitatoka hapa nasema kama mwenzangu nimetoka kule, tuna uhakika wa ushindi, tena wa kishindo. Tukae salama, tuombe viongozi wetu wa dini muendelee kuliombea taifa hili. Tuendelee kuombea na viongozi wetu, Mungu azidi kuwabariki, aibariki Tanzania, aibariki na Afrika. Asanteni sana, tubarikiwe sote. Asante. Baada